Ni furaha kubwa kwetu kwa kukutana tena nawe mtazamaji wa FGA TV. Hapa ni mahali ambapo unapata kuyaona mengi kila wiki yanayojiri ndani ya Fountain Gate Academy Tanzania. Wiki hii tumekuletea ziara ya Fountain Gate FC walipotembelea chimbuko la mkoa wa Manyara huko wilayani Mbulu, wakicheza mechi ya kirafiki na kuzikonga nyoyo za wanambulu waliojitokeza kwa wingi kuitazama timu yao. Fountain Gate FC Under 20 wameanza kampeni za kusaka ubingwa wa ligi ya vijana wa umri huo baada ya kupata ushindi wa kwanza nyumbani. Nako Dodoma ni historia juu ya historia kwenye mahafali ya darasa la awali, bila kusahau zipo dondoo nyingine kutoka kambi ya vijana. Hayo na mengine mengi, usikose kuungana nami Rokaya binti Wambugita nitakaye kupitisha kwenye matukio yote haya, na yataruka kupitia Azam Sports 1 HD na kwenye mitandao yote ya kijamii ya Fountain Gate Academy Tanzania. Tangu kufanyika kwa maamuzi ya kuchagua uwanja wa Tanzanite Kwaraa uliopo wilaya ya Babati mkoani Manyara mwaka 2024, Fountain Gate FC ikafanyika kuwa sehemu ya familia ya wananchi wote wa mkoa huo, kutoka Kiteto, Simanjiro, Hanang, Katesh, Galapo, Mbulu, Bonga na mpaka maeneo ya jirani na mkoa huu. Wakawa wameipokea timu hii kuwa sehemu ya familia zao. Sasa kila upande ukawa unatuma salamu kwetu wakitaka kuiona timu yao ikipita kwenye mitaa yao. Kila mwananchi ambaye yupo mbali na Babati alikuwa na kiu kubwa ya kutaka angalau kuwaona nyota wa timu hii. Na viongozi wa timu yetu waliyasikia hayo na wakatoa ahadi ya kuwafikia wakazi wote wa mkoa wa Manyara kwa utaratibu ambao utakuwa rafiki kwa pande zote. Isivyo bahati, mwaka mzima wa 2024 ulikatika bila ziara yoyote kubwa nje ya wilaya ya Babati, lakini mwaka 2025 umekuwa ni mwaka wa tofauti kabisa, ambapo kwa mara ya kwanza timu yetu imeanza ziara ya kwenda kuwatembelea wakazi waliopo nje ya Babati, na wilaya ya kwanza ambayo imefungua pazia la ziara hizi ni wilaya kongwe ya Mbulu. Kihistoria, wilaya ya Mbulu ni miongoni mwa wilaya 7 zinazounda mkoa wa Manyara nchini Tanzania. Ni wilaya yenye historia ndefu, utamaduni imara na mandhari yenye upekee mkubwa, ikiwa na makazi ya asili ya watu wa kabila la Wairaq wa Mbulu. Kwa mujibu wa takwimu za sensa ya mwaka 2012, Mbulu ilikuwa na wakazi 320,279. Mwaka 2015 wilaya ikagawanywa mara mbili, Mbulu mjini na Mbulu vijijini. Sensa ya mwaka 2022, upande wa vijijini uliobaki baada ya mgawanyiko huo ulirekodi idadi ya watu 238,272 baada ya sensa hiyo. Mgawanyiko huu ulilenga kuimarisha utoaji wa huduma za kijamii, kiutawala na kiuchumi kwa wananchi. Mbulu inapatikana na maeneo yafuatayo: kaskazini inapakana na mkoa wa Arusha pamoja na ziwa Eyasi, moja ya maziwa maarufu katika bonde la Ufa la Afrika Mashariki. Mashariki inapakana na wilaya ya Babati, kusini inapakana na wilaya ya Hanang, magharibi inapakana na mkoa wa Singida. Jiografia hii inaifanya Mbulu kuwa na mandhari mchanganyiko kutoka nyanda za juu baridi hadi maeneo ya ukanda wa bonde lenye joto. Wakazi wa asili wa wilaya hii ni Wairaq, ambao hujulikana pia kama Wambulu. Ni jamii yenye utamaduni wa kipekee, lugha yao ya Iraq, desturi na mila zinazohifadhiwa kwa umakini mkubwa. Wairaq wanajishughulisha sana na kilimo, ufugaji pamoja na biashara ndogo ndogo. Makao makuu ya wilaya yalikuwa Mbulu mjini, mji ambao ulianzishwa kama kituo cha wamisionari wa Afrika, White Fathers, wakati wa utawala wa kikoloni wa Afrika ya Mashariki ya Kijerumani. Mnamo mwaka 2018 serikali iliamua kujenga ofisi mpya za wilaya ya Mbulu vijijini katika kata ya Haydom, eneo ambalo pia linajulikana kwa kuwa na hospitali maarufu ya Haydom Lutheran Hospital. Hatua hiyo iliimarisha zaidi utoaji wa huduma kwa wananchi wa vijijini
na kuongeza urahisi wa upatikanaji wa huduma za kiutawala na kijamii. Anyway, tuachane na mambo ya kihistoria na sasa turudi kwenye wakati timilifu. Halmashauri ya mji wa Mbulu ilipata taarifa kuwa Fountain Gate FC inataka kutembelea eneo hilo ili kuonana na mashabiki wake na watu wake ambao wamekuwa wakiwasapoti tangu msimu uliopita. Na wao kama serikali waliona hii ni fursa pia ya kuhamasisha maendeleo ya michezo na kijamii wilayani humo. Hivyo walipokea habari hizi kwa furaha kubwa na maandalizi yakaanza kwa haraka, ikiwemo kuandaa mazingira ya timu kufikia na kuandaa timu ambayo itacheza mechi ya kirafiki nasi. Mchezo ambao ulipangwa kuchezwa Novemba 15 kwenye uwanja wa soka uliopo Mbulu mjini. Baada ya kila kitu kwenda sawa, ndipo Novemba 14 viongozi wa chama cha soka mkoa wa Manyara, Marfa, mratibu wa timu Uwendo Makau na idara ya habari na mawasiliano ikiongozwa na afisa habari Isambuzi na idara ya ulinzi walitangulia wilayani humo mapema ili kuweka mipango sawa. Msafara huo wa watu 7 ulipitia njia ya mlima Magara, mlima maarufu Manyara kwa mandhari nzuri, lakini ni njia ambayo inasifika kwa milima na kona kali zipatazo 108. Bwana, hii ni Mbulu coming. Hapa nilipo ni kwenye kilele cha mlima Magara, moja kati ya milima maarufu sana kwenye mkoa wa Manyara, na tuko safarini mimi pamoja na viongozi wa chama cha soka mkoa wa Manyara, Marfa, pamoja na sisi watu wa Fountain Gate tunaelekea Mbulu. Ni Mbulu coming. Sasa moja ya vitu ambavyo tutavifanya huku ni pamoja na utalii, kutangaza utalii wa mkoa wa Manyara pamoja na wilaya ya Mbulu. Hizi unazoziona nyuma yangu ni kona, ziko 108. 108 kutoka chini kule unapanda nazo hizi taratibu mpaka hapa kwenye kilele cha mlima huu wa Magara kuelekea Mbulu. Lakini kwa pembeni kule kama ambavyo unaweza kaona, lile ni ziwa Manyara, moja kati ya ziwa ambalo linatoa samaki watamu kweli kweli. Lakini ukienda nyuma ya huu mlima unakutana na hifadhi ya Tarangire, hifadhi ya Manyara pamoja na hifadhi nyingine ambazo ziko kwenye mkoa huu wa Manyara. So watu wa Mbulu, Fountain Gate Football Club ya coming. Kwa upande wa viongozi wa Fountain Gate FC ambao kwa mara ya kwanza walikuwa wanapita njia hiyo, ilikuwa ni sehemu ndogo ya utalii na kujionea vivutio vilivyopo kwenye eneo hilo. Baada ya kuona mandhari nzuri ya eneo hilo la mlima na kona zake, safari iliendelea na hatimaye baada ya takribani masaa mawili, msafara huo ulifika salama Mbulu na kupokelewa na wakazi wa mji huo ambao wanaishi mwanzoni kabisa mwa wilaya hiyo. Na hapo afisa habari Isambuzi alipata nafasi ya kuwasalimia wakazi wa eneo hilo. Asante sana. Jina langu mimi ni Isambuzi, afisa habari ama msemaji wa Fountain Gate. Kwanza kwa kipekee tushukuru kwa mapokezi mazuri tangu tumekuja Manyara na msimu uliopita. Habari zenu tunazo watu wa Mbulu kwamba mmekuwa mkitusapoti sana, na mara zote ambazo tumekuwa tukicheza basi mmekuwa mkipata nafasi, iwe majumbani, iwe kwenye vibanda umiza, sehemu ambazo mnaweza mkafuatilia mechi yetu. Kwa hiyo tumekuja Mbulu, lengo ni kuja kuonana na nyinyi, tubadilishane mawazo, tukutane kwa pamoja, muione timu yenu live kwa mara ya kwanza kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kuiona timu. Kwa kesho tutacheza mechi ya kirafiki jioni saa 10, Fountain Gate dhidi ya timu ya Mbulu Combine. Baada ya hapo ikawa ni ziara ya mtaa kwa mtaa kuwajuza na kuwafahamisha wakazi wa Mbulu kuwa ni kweli Fountain Gate FC imetimba pande hizo. Haikuwa tu kuwaaminisha, lakini iliambatana na zoezi la kuuza tiketi kwa wakazi wa maeneo yote ya Mbulu na vitongoji vyake. Kila kitu kilienda sawa siku ya kwanza na mji mzima ukawa umepata habari kuwa ni kweli Fountain Gate FC wapo mjini Mbulu. Afisa utamaduni na michezo kutoka Mbulu pamoja na timu nzima
walifanya kazi kubwa ya kutengeneza hamasa, na hakika hamasa ikawa imelipa kweli kweli. Hatimaye ni Novemba 15, siku kubwa iliyokuwa inasubiriwa kwa hamu kubwa na watu wa Mbulu. Na katika kuonesha kuwa jambo hili ni kubwa kwa Fountain Gate, Rais Japhet Makau naye aliacha shughuli zake nyingi na akaungana na wanambulu kwenye siku hii kubwa. Ilikuwa ni wakati mzuri sana. Jina la Ahmed Arajiga ni kubwa sana kwenye mpira wa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla wake. Huyu ndiye muamuzi namba 1 nchini, lakini hakujali ukubwa wake, akachagua kuungana na ndugu zake wa Mbulu kutoa burudani kwenye mitaa yao. Mpaka kufikia majira ya saa 6 mchana tayari hali ya hewa ya uwanja wa Mbulu mjini ikawa imebadilika. Umati wa watu ukawa umefika uwanjani pale mapema, wakati shauku ya kuona timu ikiwasili uwanjani ikizidi kupanda kwa wadau wa soka waliojitokeza uwanjani pale. Na ndio wakati huo timu nayo ikawa inawasili uwanjani na faraja ikaongezeka zaidi kwa mioyo ya watu. Umesha beti mkupe na nini? Hapakuwa na muda wa kupoteza tena. Afisa habari Isa Mbuzi akakamata kipaza sauti kuwakaribisha na kuwashukuru wanambulu kwa sapoti yao kubwa kwa timu yetu, lakini pia kuwakaribisha uwanjani pale ili kukata kiu yao ya kuona Fountain Gate FC kwa mara ya kwanza ikicheza kwenye viunga vya timu yao. Na sapoti kubwa ambayo mmekuwa mkitupa tangu msimu uliopita. Tumekuwa tukipokea salamu zenu nyingi sana, mkitamani tuendelee kuwepo Manyara, mkitamani tuendelee kuwepo ndani ya ligi kuu. Tumepata salamu nyingi sana namna ambavyo mlikuwa mkituombea msimu uliopita, hasa kipindi kile ambacho tulikuwa tunapitia magumu. Tulivuka salama na sasa tumejipata. Fountain Gate tuko hapa na tupo na rais wa Fountain Gate Football Club, Japhet Mboto Makau, yuko meza kuu. Kilichofuata baada ya hapo ni kabumbu kuchezwa kama hivi. Kapteni kwa sasa ni Jackson Kataga Shiga. Mchezaji mwenye jezi nambari 23 ni Obina Awara, raia wa Nigeria, lakini mwenye yuko ni mpira arusha pale kwa pale jezi nambari 15. Dakika 90 za mchezo zilitamatika kwa Fountain Gate FC kupata ushindi wa magoli 5 kwa nunge, na wananchi wa Mbulu walifurahia kuona mchezo mzuri uwanjani hapo, huku wakiandika rekodi maridhawa ya kuona timu ya ligi kuu ikicheza mbele ya macho yao kwenye uwanja wao wa nyumbani. Hizi hazikuwa dakika 90 zenye lengo la kusaka alama 3, bali zilikuwa ni dakika 90 zenye kujenga heshima na kueneza upendo baina ya Fountain Gate FC na wakazi wa Mbulu. Imani yetu ni kuwa mbegu iliyopandwa leo mavuno yake yatadumu milele daima. Asanteni sana wana Mbulu. Nitoe shukrani kwa wote waliohusika kufanya maandalizi haya na leo michezo hii kuwezekana katika mji wetu huu wa Mbulu. Jambo la tatu nilisema niwaombe uongozi wa Fountain Gate. Hii ni timu kubwa, timu ambayo inacheza ligi kuu. Vijana wetu wako hapa. Nina hakika pia wana vipaji. Ninajua kwamba benchi lenu la ufundi liko hapa. Hao vijana ambao mtaona kwamba wanaweza wakafaa, na nina hakika wako miongoni mwao. Wengine watapata nafasi ya kuingia hata wakati wa half time. Muweze kuwachukua. Kwetu imekuwa motisha na ni mara ya kwanza timu ya ligi kuu kucheza kwenye wilaya yetu ya Mbulu. Kwa hiyo imetupa motisha. Kipi kimekufurahisha zaidi leo? Kuona wachezaji ambao nilikuwa naonaga sana kwenye TV. Leo imekuwa siku ya furaha kwetu
Hata unaona watoto sasa hivi wanakimbia, imekuwa faraja sana kwetu siku ya leo. Una kipi cha kuambia Fountain Gate? Wazidi kututembelea sisi Mbulu, maana sisi kama nilivyosema ni timu ya kwanza kucheza ligi kuu kuja hapa wilaya Mbulu. Kwa hiyo kwetu imekuwa motisha kubwa sana.